Nani tena huyu? Mbona sitarajii mgeni yoyote? Atakuwa amekuja kufanya nini? Ngoja niende nikatizame. Yawezekana labda hata ndugu zangu wamekuja. Ama ndugu zake Ryan. Ndugu zake Ryan? Ndugu gani? Sijui. Ngoja niende nikaangalie. Yawezekana kuna mtu ambaye amekuja, ana shida ama anataka kuzungumza nasi. Mke wangu, mbona umerudi? Umerudi haraka? Na hukuniambia kama unarudi haraka namna hii. Sasa ningekuja kukupokea. Kulikuwa kuna haja gani ya wewe kuja mwenyewe? Na mbona imekuwa siku 2? Uliniambia ni wiki nzima. Vipi mama? Na mbona nikipiga simu yako haipatikani? Inaambiwa hii namba haipo. Nini shida? Huko ulikotoka kweli ni salama? Ryan, hebu niambie ukweli. Unajua kabisa mimi Jackson, jinsi ambavyo ninavyoweweseka. Hebu niambie. Unaniacha na maswali mengi kichwani. Nieleze basi. Mbona umekaa kimya tu unanitizama? Mpenzi wangu. Niambie, mimi ndo mume wako. Kama kuna chochote, mimi nitakusaidia mke wangu. Acha uoga mume wangu. Hamna kitu chochote. Nimeamua tu kurudi kwa sababu kazi wameiahirisha. Sasa nitakaa kule nafanya nini? Ndio maana nimerudi mapema. Simu yangu iliharibika na nitafanya mpango nipate simu nyingine. Sijui ni nini shida ilitokea. Nikashangaa tu simu imeharibika. Kwa hiyo namba yangu haipatikani mpenzi wangu, lakini hakuna shida, usijali. Mimi niko sawa kabisa. Jackson, ama hujafurahi kuniona mpenzi wangu? Mbona ni kama haujafurahi hivi, ama kuna kitu chako ambacho ulikuwa unafanya? Manake sio kawaida ya wewe kufanya hivyo. Baby. Hapana bana. Nimeshangaa tu. Yaani umewahi kurudi isivyo kawaida. Nikajua basi kuna tatizo. Basi nimefurahi mke wangu. Manake nakwambia, nilikuwa na mawazo. Yaani hapa nikapashe chakula ni ile. Basi ni vizuri ukanipashia kile chakula ambacho umenipikia. Tukimalize kwanza, alafu upike kingine. Ama unasemaje? Alafu nilikuwa nimechoka pia na kupasi, kusafisha viatu. Si unajua hizo kazi wewe uwaga unanisaidia. Mimi bora hata nipike kuliko hizo kazi nyingine. Kwa hiyo mke wangu nimefurahi umerudi. Karibu nyumbani mama. Lakini mimi nashangaa kwa nini hukunitaarifu ili nije nikupokee. Kwa sababu unajua namna gani ambavyo mimi napenda kuja kukufuata. Mume wangu, usijali, wewe uoga unanifuata kila wakati. Leo nimeona nije nisikuchoshe. Haya. Ngoja basi mimi nikaoge tuje tupige story. Manake huko barabarani kumekuwa na mambo mengi sana ambao unajua unahitaji kuyafahamu. Nimeona vitu vingi, nimeona wanyama, nilikuwa sijasafiri kwa basi muda mrefu sana. Kwa hiyo nina story nyingi ambazo napenda nikuhadisie. Ngoja nikaoge, alafu nitakuja mume wangu tuweze kuzungumza, si ndio? Ryan, kuna kitu unanificha. Wewe toka lini ukaenda kuoga mwenyewe? Si huwa tunaenda wote? Mbona leo unaniambia ukaoge? Hebu niambie vizuri bwana. Nini ambacho kiko hapo katikati? Yaani alafu umekuja sio Ryan ambaye nimemzoea. Ryan ni mchangamfu. Vipi leo mbona umekuja hivyo? Unanifanya napata wasiwasi. Baby, uchovu umenichanganya mpaka sasa nataka nikaoge mwenyewe. Twende basi mpenzi wangu tukaoge. Twende tukaoge. Lakini wewe nakusikia tayari umeshaoga. Nakusikia unanukia fresh mume wangu. Usijali, nakuja sasa hivi. Nimechoka sana. Naomba nikaoge, tuje tupige basi story. Umshikaji vipi mbona apokee simu? Yaani kidogo ningebambwa hapa. Kumbe watu wanaogaga pamoja. Mimi nikataka nilete mafekecho hapa. Sasa huyu angepokea simu angeniambia. Sasa anajua mimi sijui kupika. Hapa nitafanyaje? Mbona nitaumbuka? Tumefanikiwa kuhaki namba zao. Sasa Ryan, ni lazima nipate kitu ambacho nakitaka. Na ni lazima nifanye kwa haraka sana. Huyu atanishtukia. Yaani kuna vitu lazima atanishtukia. Na nitakaaje kiajabu namna hii? Hawa kina Umari vipi jamani, si wangepokea hii simu? Mpaka sasa nitabambwa. Wacha kwanza nijidai nimeoga. Najua tu nitafanikiwa.
huyu Zoba nitampiga bao la kisigino. Omari mshikaji, sasa hivi Ryan yuko ndani ya nyumba, sijui huko anayoweza majukumu ya umama, manake ule kaka kidume ujue yaani nimemdesign mpaka nimechoka. Sasa sijui huko atakuwaje, asija akashtukiwa, manake akishtukiwa mingo imefurumuka, wote tunawekwa ndani na kuambia wewe Omari. Asija akafanya mafekeche akajidai kwamba akajisahau, manake yule kwa kujisahau jambo. Yaani ananifanya nakuwa na wasiwasi. Alafu nimesahau simu kitaa, inabidi nirudi nikaangalie simu. We simu yako Omari unayo? Kwa sababu akinikosa mimi kisoda atakutafuta wewe Omari. Unayo simu yako hapo? Sije ukakuta hujatembea na simu, namjua yule ukizingua tu anakutoa kwenye dili. Nyewe washikaji vipi? Anatoa kwenye dili hilo vipi? Simu yangu sina, simu yangu nimeiacha kwenye chaji. Kwani wewe hujui moto ulikata? Ngoja atapambana kule yule mtu mzima, mpaka ameamua kuingia kule akatafute pesa, ina maana atapambana. We kisoda, mbona unaogopa kama umemtuma mtoto mdogo yule? Yule mtu mzima tena anajua kukwaruka kishenzi. Mwache uone kama hajatoka kule na hajaleta mipesa. Sasa sisi tunatakiwa tuwe wajanja, tumtumie hivi tudidai rafiki yetu tu kwa manufaa yetu. Ama unasemaje kisoda? Alafu we kisoda, we mnafiki kama nini? Waga unakujaga kunigeuka ukikaa naye, sijui anakuongaongaga vitu gani, yani unashangaa na kukuta ushanigeuka tayari. Sio kitu kizuri wala nini, sisi wana ujue, alafu wa kitambo. Tatizo lako wewe Omari, we binafsi. Yani mwenzako kajitoa mwanga ujue, mpaka kuingia katika ule mjumba. We ule mjumba unaujua? Yani kaenda kuigiza maisha ambayo hajaishi ili tu tupate pesa, alafu nataka tu tumpige changala macho. Alafu Omari, we mshikaji wangu, na mambo ya ajabu, mambo meusi. Hebu wache hizo tabia we Omari. Akifa yule, wewe unafikiri utafurahi? Yule rafiki yetu, mshikaji wetu, bila yule ungejua sisi tusingepata chakula. Mara nyingi yule ndo anatulisha, alafu sasa unataka tumwache. Tunamwachaje mwana wetu wewe? Omari sio kitu kizuri kwa ujue wewe. Yani unanishangaza sana, yani namna ambavyo uko mbinafsi. Ndo maana mwenyewe Rayani atakagi kukuona wakati mwingine kwa tabia zako hizo. Wacha. Tatizo lako kisoda, ujui kutumia akili. Hizi kazi zina mwisho ndugu yangu, tutakuja kuuawa hapa ama tukafungwe. Tukitoka huko vikongwe, tumefaidika na nini sasa? Kwani sisi tulimwambia ingie maisha ya kitaa? Maisha ya kitaa magumu, lazima ujipange. Ndo kama hivi, unatakiwa ujipange kweli kweli. So tu unaenda kichwa unaenda mlima. Yeye kaja mwenyewe, angesoma kama dada yake angemkuta yapi hayo? Huku angetokea wapi? Kaja mwenyewe, si hatujamuita. Sasa mwache atumikie kikosi, na kikosi chenyewe ndo sie. Wacha kuona huruma ya kipumbavu wewe. Tumone huruma dada yetu yule, kwani sisi tumemkuta tu huko. Yule mshikaji wangu najua, lakini inabidi sisi watoto wa kiume, sio watoto wa kike. Wa kike anaweza akaolewa akapata vitu, lakini sisi tunaolewa na nani? Tunaoa na wewe. Mbona Jackson hapatikani? Ni nini kimempata? Mbona tulizungumza vizuri? Ananitia wasiwasi, lakini inabidi nimalize kazi za watu ndipo niweze kurudi nyumbani. I hope nitamkuta Jackson salama. Mungu, naomba unilindie Jackson, nimalize hii kazi, kwa sababu bila kuimaliza hii kazi sitopata kazi nyingi zaidi. Hii kazi ndo kipimo cha mimi kuendelea kuwa mwanasheria mzuri. Ryan, inabidi nipambane. Niliapa kufanya kazi kwa bidii ili kuweza kutimiza hatima ya babangu na mama yangu. Walitamani sana kutuona tumefika mbali, ijapokuwa mdogo wangu aliamua kuchagua njia yake nyingine. Lakini mimi Ryan nitakamilisha kiu ya wazazi wangu, na tayari nimeshafikia moja ya malengo yangu. Jackson atakuwa salama, nitamkuta. Mama Cindy, huku mtaani wanakusema vibaya. Kila kizee ambacho kinakujaga kumbe ni cha mtoto wako, na umenyamaza kabisa. Mimi rafiki yako unaniacha nasalilika huko mtaani. Wanakusema
Yesu, wanatema mate huko chini. Wanasema yani wewe umekiuza mtoto wako kwa yule mzee, na huyo mzee mwenyewe anakaribia hata kufa. Wanasema kama huyo mzee tini muathirika. Kwa hiyo huyo mtoto wako sijui hata kama yuko salama. Yesu, Mama Cindy, nakuonea huruma sana. Ni nini ambacho kimepelekea mpaka ukawa hivyo? Wewe si mama, unatakiwa umlinde binti yako. Sasa kwa nini umemweka binti yako rehani? Unamuuza kabisa. Yaani unajua wamenifuata wananiambia, Debbie, hebu ongea na rafiki yako. Kila nikikuangalia naangalia pa kuanzia, lakini leo nikasema wacha nitaanzia hapo hapo. Kama umeshindwa kutembea na mimi kabisa, unaleta mambo yako ya ujinga, bora utausikae na mimi. Hao wanaonisema, waambie mimi mwenyewe sijamuona huyo mzee. Wewe umemwona? Mimi sijamuona. Cindy gani? Yule binti yangu anatembea na mzee gani? Unajua nyinyi wa mama mnapenda kukaa na kusema watoto wa watu. Unamsemea mtoto wa mtu wa kazi gani? Huyo mzee gani? Kama ni baba yake. Nyinyi mmejuaje kwamba nimemuuza? Nimemuuza kuna pesa ambayo nimepatiwa? Au mmeniona kuna pesa ambayo nimepokea? Debbie, wewe ni rafiki yangu, lakini huko tunakwenda tutachokana. Nitaachana na wewe. Debbie, ni bora ukae mbali na mimi kama unakuwa unabeba maneno ya ajabu. Huku mtaani mimi nashangaa ni mtaa gani huu? Na huu mtaa nitahama kabisa, kwa sababu watu hawana dogo. Watu wamekaa wanaangalia tu maisha ya watu. Si waangalie maisha yao na watoto wao. Ya kwangu yanawahusu nini?